Leo tena Jumatano ya Disemba 10 mwaka 2025, Meya wa jiji la Arusha Mheshimiwa Maximilian Materange ameendelea tena na programu yake ya volunteering, programu ambayo anajitolea kutoa elimu ya ujasiriamali kupitia kipindi cha redio kinachoitwa Maisha ni Yako, kinacholenga hasa kuwakwamua kiuchumi wananchi na wajasiriamali kwa ujumla. Katika kipindi cha siku ya leo ambacho kinaruka kupitia Sunrise FM, Mheshimiwa Meya mwalimu wa ujasiriamali amefundisha kuhusu namna ya mjasiriamali anavyoweza kujiepusha na uoga, na kwamba uoga umekuwa kikwazo cha wajasiriamali wengi kukwama kufikia malengo. Mada iliyokuwepo wiki iliyopita ilikuwa ni mada nzima ya uoga au hofu, wasiwasi. Na tulifundisha inasababishwa na kitu gani. Leo tunakuja na sehemu ya pili ya hiyo mada ambayo inaitwa how to overcome fear. Namna gani sasa ya kupambana na hiyo uoga wako. Manake unaweza ukawa na uoga alafu usijue namna ya kutoka kwenye huo uoga. Na kila mtu ana uoga wa kitu fulani. Hata hapa mimi nikiangalia kila mtu ana uoga wake fulani. Mchungaji mwenyewe hapa ana uoga. Kama ngoja mchungaji anawaza sadaka Jumapili itakuwaje? Watumishi waumini usipokuja itakuwaje? Kuna mwingine anawaza siku ile ya nani itakuwaje? Kuna mawazo mengi sana, lakini ninachotaka kuambia ili uweze kukabiliana na uoga, jambo la kwanza lazima ufike mahali utafakari. Mpaka hapo umefika, kuna baraka nyingi Mungu amekujalia. Hivi kati yenu kuna mtu alishawahi kukaa chini na kuhesabu zile baraka zake? Kwamba Mungu amekubariki vitu vingapi? Wazungu wanasema count your blessing kabla hujaangalia matatizo. Baka shida iko hivi, akili yako unakoielekeza ndio na moyo wako nao unaelekea huko. Unaenda huko. Kwenye kitabu cha Luka sura ngapi wanasema pale hazina yako ilipo na moyo wako ndio unakukua. Yaani pesa yako iliko na moyo wako nao unakuwa huko. Sasa hofu yako iliko pia na moyo wako nao unaenda wapi? Unaenda huko. Sasa ili utoke kwenye kukabiliana na hiyo hali ya kuwa na uoga na hofu na wasiwasi, hebu fika mahali count your blessing. Mungu amekubariki vitu vingi. Kwa mfano kuamsha tu asubuhi uko salama leo ni baraka, unajua Lakini tangu kwa mfano Jamila na Odo nyewe mmeanza Januari kazi mpaka leo, hivi hamna vitu Mungu amewabariki kweli? Vipo kusema kweli. Mmeshawahi kuvihesabu viko vingapi? Jana nilikuwa nahesabu. Wewe umefikisha ngapi Odo? Kama 5 hivi. Kama 5. Haya Jamila? Nikiwa na landoa lakini. Unaona Mimi bado sijakaa. Unatakiwa ukae chini useme hivi Januari mpaka saa hizi Mungu ameniongeza vitu vingapi ambavyo mwaka jana sikuwa navyo. Hata kama una matatizo lukuki, lakini count your blessing. Hiyo ni muhimu sana. Hesabu nini? Baraka zako. Ili ujaribu kulinganisha hizi baraka nilizonazo na hofu nilionayo, ipi inaizidi mwenzake, automatically baraka zitapanda. Kwa sababu si kitu hukuwa nayo mwaka jana, mwaka huu nayo ina maana inakupa moyo. That's number 1. Count your blessing. Number 2, unapokutana na hofu ya namna yoyote ile, hali imekuwa mbaya na nini, wanasema take time out. Yaani kama hofu iko ndani ya studio, toka hapa nenda hata upande wa pili wa barabara. Unajua akili ina tabia moja. Mahali ambako kuna changamoto nyingi sana, ile eneo inakuwa kama imezungukwa na hiyo changamoto. Ukitoka pale ukaenda upande wa pili, automatically unajisaulisha na nini? Na ile changamoto. Kwa hiyo nenda mbali na chanzo cha hiyo hofu au uoga wako. Kwa sababu uoga ni psychology, unajua iko kwenye mawazo yako. Jambo ambalo kwa sababu si ni mawazo, unajua uoga sio kwamba kuna mtu amekushikia bunduki. Kuna mtu anakudai, anakutishia, si ndio? Baba mwenye nyumba, kodi ya nyumba hujalipa. Hofu. Jana kulikuwa na hatari ya kuwa na Gen Z, hofu. Si kweli Kasado za dagaa. Petrol station yakafungwa, maduka yamefungwa, watu wakajipigilia ndani, wako ndani. Kwa ajili ya nini? Ya ule uoga. Si kweli jana asubuhi mlikuwa mnaogopa sana? Hata si jana. Asubuhi watu walikuwa wanaogopa sana jana. Mchana wakawa wanaogopa sana. Jioni wakawa wanaogopa sana mpaka leo asubuhi. Je, Gen Z walifanya chochote? Hawajafanya. Sasa umekubali kwamba vitu vingine tunavyoviogopa pengine vinaweza hata usikutane navyo kwenye maisha yako. Sasa ili uweze kukabiliana nayo, ndio wanasema take time out. Lakini jambo lingine pale unapokuwa umejaa tension, vuta pumzi namna hii. Unaona inakusaidia nini? Inakusaidia kwa normal. Unashusha
pressure. Jambo ambalo sio kila mtu anaweza kufanya. Wanasema face your fear. Mvae shetani. Unadaiwa na mtu Jamila, mpigie simu, wewe uko wapi? Niko nyumbani bwana, nakuja hapo nyumbani. Una hela, una nini wala jambo lolote. Ongea naye. Bwana samahani nimekuja, najua unadai. Kabla hajakufuata. Akikufuata sasa anahisi unakimbia. Mfuate nyumbani. Face your nini? Your fear. Yaani nasema pambana na huo uoga. Nenda, tembea kifua mbele, ongea naye, mpange namna gani ya kufanya nini? Ya kuangalia namna mnalipana haya madeni yenu. Mimi kwa mfano bankers wanadai at one time walifika mahala pa kuandika hii nyumba inauzwa ya kwangu kabisa, lakini sikuwahi kukimbia. Nilikutana nao, nikakaa nao chini, wakasema afadhali hata umekuja, maana tulikuwa tunahisi kama ungeweza kukimbia. Sasa unakimbia wakati hati uko benki, una akili kweli? Hapana, usikimbie. Vae shetani wako. Jambo lingine wanasema do not panic. Usichanganyikiwe. Usipanic, kwa sababu ukipanic kinachotokea nini? Kinachotokea ni kwamba focus inapotea. Umeshakutana na mazingira yote ambayo umechanganyikiwa. Unaweza kupanga kitu chochote kwenye kuchanganyikiwa? You cannot have a focus while you are panicked. Usipanic, yani tulia, angalia mazingira.